ila si jambo jepesi kuwafunga Simba. Ni jambo gumu, lakini tunalifanya kwa maandalizi mazito, maandalizi ya umakini mkubwa, na ndio maana tunafanikiwa kupata matokeo mazuri. Kwa sisi hatuachi kutaja kwamba sare inatupa ubingwa, kwa sababu sio dhambi. Kwa hiyo tunajua wenzetu wao watakuja kutafuta tu ushindi, pointi 3. Sasa sisi hatuwezi kwenda pale kama kuku ambaye amekatwa kichwa. Kwa maana wewe lazima uangalie mechi inaanzia kwenye kupanga. Unataka upate nini? Unachokipanga ndicho unakwenda ukifanyia kazi. Kwa hiyo mipango yetu inaanzia kwenye kutazama possibility. Matokeo yakiwa hivi inakuaje? Matokeo yakiwa hivi inakuaje? Kwa hiyo kwenye hii mechi matokeo ya aina mbili ni favor kwa Yanga, matokeo ya kufungwa ni favor kwa mpinzani. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kwenye haya matokeo mawili. Aidha sare au tupate matokeo mazuri inshallah. Ndani ya hizi siku kuanzia leo, kwa maana ya Jumatatu, Jumanne na Jumatano siku ya mchezo, kwa idadi ya watu ambao walikata tiketi tutaweza kuwahudumia. Na unajua idadi ya watu ambao wamepoteza kadi ni idadi ambayo tunaiashumu, kwa sababu hatuna namba ya watu ambao wamepoteza hizo kadi. Huenda watu wote hawa waliokata tiketi kadi wako nazo. Sasa wanataka tu kusikia kwamba kama kadi yangu nayo naitumia. Kwa la kwanza ni hilo. Hawa ambao wamepoteza tunaashumu ni wachache, kwa sababu watu waliendelea kwenda viwanjani baada ya machinani. Na tunaamini walitumia kadi zile zile ambazo walikatia tiketi za machinani. Kwa hiyo tumeashumu kwamba idadi fulani lese ndo wamepoteza hizo tiketi. Kwa hizi siku 3 N-card wanavyo vituo, wanao wahudumu sahihi wanaoweza kuhudumia shida hiyo, na wanachama wa Yanga wakaenjoy. Kwa wale ambao walikuwa na tiketi zao, hao tayari tumesha solve na nimeshajibiwa jibu lao kwamba wao waende moja kwa moja uwanjani siku ya Jumatano. Yes, mtazamaji wa Uondo TV. Hicho ndicho alichokizungumza meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Yanga ambaye ni Ali Shabani Kamwe. Na hii ni kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, Young Africans Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao utacheza tarehe 25 mwezi wa 6 2025 katika dimba la Stadio Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam. Lakini pia story kubwa ni namna ambavyo ametolea ufafanuzi kuhusiana na issue nzima ya wale ambao tayari walikata tiketi, lakini namna ambavyo wanaweza wakaenda uwanjani. Lakini to be honest ni mazungumzo ambayo maybe ameweka balance kwa kiasi kubwa. Amezungumza vizuri namna ambavyo kwa wale watu ambao walikuwa wameshakata tiketi zao, lakini pia amegusia kwenye issue nzima kiufundi kuelekea kwenye mchezo wa dabi Yanga na Simba, namna ambavyo amerespect kile kitu ambacho Simba amekuwa anakifanya, lakini namna ambavyo amezungumzia klabu ya Young Africans Sports Club kwamba ni mchezo ambao wanauhitaji kwa 100% na wanataka waweze kuchukua ubingwa. Lakini tusubiri kwamba ni kitu gani ambacho kitatokea, kwa sababu ukijaribu kuangalia timu ya Simba Sports Club ni timu ambayo na yenyewe imekuwa na wachezaji ambao wana uwezo mkubwa. The same scenario kwa timu kama ya Yanga ambao ni mabingwa wa kihistoria. Kwa hiyo kiufundi unaona kwamba ni mchezo ambao utakuwa kupishana katika pande zote mbili kati ya Young Africans Sports Club na Simba Sports Club, kwa sababu ni timu ambazo zinahitaji ubingwa wa msimu wa 2024-2025. Ni mchezo wa mwisho ambao utakuwa au utaenda kutamatisha kwamba ni yupi ambaye anaenda kuwa bingwa. Mimi naitwa Aidan Jeremia, the best presenter wa Uondo TV. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa TV, usisahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo.